Unachukua full mjengo. Hadi full. Hapa kwenye upande wa nguzo za umeme, huu ni umeme mkubwa ambao umepita moja kwa moja. Ina maana hatuna nguzo ambao tunaweza tukaingia katika jengo letu la kituo cha afya. Hivyo ukiangalia nikitoka nguzo ya kwanza, barabara hiyo naondoka na huo umeme umeondoka huo mpaka nguzo ile. Maana kuna umbali, lakini nikiangalia pale kuna nguzo ambayo imeenda katika nyumba ya walimu. Sasa kutoka pale kwenye nyumba ya walimu, hiyo ndio nyumba. Kwa hiyo walikuwa wanashauri umeme upite juu ya hilo jengo uje moja kwa moja mpaka katika jengo letu la kituo cha afya, ambapo chuma letu ni lile pale. Kwa hiyo wakashauri kwamba tunahitaji tupate nguzo moja ambayo ije katika jengo la kituo cha afya ili tupokee ndio umeme uingie katika jengo la kituo cha afya. Kwa sababu maana tofauti na hapo itakuwa ni ngumu kutoa umeme katika nguzo ile kuja mpaka katika jengo hilo. Kwa hiyo ndo mapendekezo yao hayo. Kwa hiyo tukiweza kulitatua hilo, tunapewa control number ili tuweze kulipia na umeme uingie. Ya, kazi zinaendelea kama tunavyoona, na tiles hapa tumeshaanza kupiga katika jengo letu kuanzia mbele hapa, na asilimia kubwa ya jengo katika upande wa tiles inaendelea. Ndio. Sasa naona kazi kweli inapendeza.
Kazi yenu nzuri. Mavuno yanaendelea ambao leo ni siku ya tarehe 22 na sasa ni saa 11:30. Mafundi bado kidogo hapo biza wanaendelea na kazi. Kwa hiyo asilimia kubwa ya tairi wameshapija, kwa bado sehemu chache kidogo. Kweli naona baadhi ya sehemu ndogo kabisa za kumalizia ndio wanaendelea kupambana. Wameshaweka, kwa hiyo ndio bwana, huyu ndio fundi wangu, fundi mkuu anaitwa Mr. Sadiki. Namuona kijana yuko vizuri. Hongera bwana kwa kazi. Asante bwana. Naona kazi ya tiles imeisha. Simenti hamna babu. Naona kazi ya tiles inaendelea. Kazi ya tiles inaendelea. Leo tarehe 22 mwezi wa 6. Ndio. Tunamaliza leo hichi kipande ambacho kilichobaki. Hapa ndani ya siku 2 tu. Siku 2. Mpaka na skati tiles. Skati tunaweka siku 1, siku 3. Siku 1, siku 3. Kwa wastani siku 4 pa shakuwa tayari. Hapa tayari. Bora huko. Sawa sawa. Kwa hiyo sasa tuwashumu make leo kwa tarehe 22 wao mpaka Ijumaa zoezi ya tendo za kamili kamilika kabisa. Au sio? Basi ni jambo jema. Jitahidi, lakini kubwa zaidi tuzingatie usafi. Usafi utafanyika, Maana kazi na usafi. Hapa maana yake tunamwachia na fundi rangi kidogo anapokuja kupiga msasa. Rangi zake zisishike sana kwenye kigae. Okay. Sawa. Hongereni sana. Asante sana. Kazi inavutia, kazi inapendeza. Mr. Sadiki, naomba ufikishe ujumbe kwa DMO wangu. Maana DMO anataka kazi iishe haraka. Unafikisha ujumbe gani kwa DMO? Mwambie tupunguze shaka. Atoe shaka. Kazi yake inaisha, tunataka tujue hizi meza zitakuja mabo au tufunge kigae. Hapo katika juu na hizi nguzo upande huu kwa mcho unaonekana. Hivyo kwa huku ndani nadhani tutapaka rangi kawaida. Wewe kwa mapendekezo yako ulikuwa unatamani ipi ambayo itakuwa ni nzuri zaidi? Kati ya tiles au mambo ni gharama. Sababu tiles zipo zinaweza zikatosheleza. Tufunge tu tiles. Tufunge tiles. Okay, lakini demu wangu ameniambia kwamba kitu ambacho yeye anakipenda zaidi kwa mafundi anataka kazi iliyonyoka, kazi safi. Kazi hiyo hapo. Tiles sasa anakuja kukagua tiles na mwambie aje hapo tena aangalie hiyo tiles yake. Yesi aliniambia mistari inyoke. Aangalie hiyo hapo, kazi hiyo hapo. Angalie, lakini unajua kisa maki demo kukuta kazi chafu, maana mtapambana. Mimi ni yeye mwenyewe anasema yeye mtu wa kazi safi, mimi mwenyewe mtu wa kazi safi pia. Au sio? Kwa hiyo unamwahidi nini? Kitu kizuri, kazi nzuri kwa demo. Kazi nzuri. Na katika jengo lake na miradi yake yote lazima atapata sifa. Kweli? Basi haina shida, tunakuombea ishara. Ishara. Haya.